Amen. Nashukuru tena hapa tunaenda sehemu Bravo. Sehemu Bravo kuna maneno kadha kadha nayo tunakutana nayo hapa sehemu B, ambayo nasema kwanza kuna neno mfalme wa haki. Kuna wafalme ambao utawala kwa haki ambao Bwana anawaleta. Lakini kuna wakuu watatawala kwa hukumu. Na kutakuwa kuna wanadamu ambao utakuwa sehemu ya kujificha kutokana na upepo na kujistiri na zoruba. Lakini kuna mito ya maji mahali pakavu. Hii inaonyesha maana yake utoshelevu, maana atapatikana mtu. Ukisoma Mwanzo 2:5 kwamba Mungu akunyeshea ardhi mvua wala akufanya hivyo kwa sababu hapakuwa na mtu, ile alipatikana mtu, Bwana alinyeshea mvua na alichipusha miche na mbegu kondeni kwa sababu alipatikana mtu. Kwa hiyo kuna mtu anaenda kupatikana. Lakini kuna kitu kingine tunaona hapa ni kivuli. Kivuli ni mahali pa kupumzika, ni mahali pa kujificha. Wana wa Israeli waliongozwa na wingu mchana na usiku waliongozwa na nguzo ya moto. Na kazi ya wingu ilikuwa ni kuwekea kivuli, kwamba ule uvuli ulikuwa pamoja nao ukawalinda ukawapatia uwepo. Lakini tunaona pia jambo jingine kwamba kuna nchi ambayo ilikuwa ni nchi ya uchovu. Walipopita jangwani walikuwa katika nchi ya uchovu, nchi yenye uchovu. Walipokuwa Misri walikuwa katika nchi ya uchovu. Lakini Bwana anaenda kuwafanyia kushiba katika kuona mema hao watu wa Israeli na kusikiza habari njema. Watasikia habari njema badala ya habari mbaya, badala ya habari za kukatisha tamaa, badala ya habari za kudhulumika. Na mioyo yao itapata maarifa. Wanaosita wataongea, wale ambao wamekuwa na vigugumizi kusema kuongea kweli, wale wengine wanaona kwamba akisema itakuwa ni changamoto, mioyo yao sasa itaenda kusikiliza na kuwa sahihi na huru. Naam. Sehemu hii tunaangalia katika Isaya 32 mstari wa 1 hadi mstari wa 5, namna ile Bwana anavyosema na namna ile Bwana ambavyo aliniambia, na niliona kabisa katika hali hiyo Bwana anaenda kuifanya. Kwa hiyo hao watu ambao ni wahusika niliwasema katika taifa hilo, watu wa Alfa, wajiandae, wajue nafasi zao za kusimama kama mji wa Bwana, mlima wa Bwana, mlima Sayuni, kama mji wa Bwana unaolinda Yerusalemu, na pia kama taifa la Bwana waliochaguliwa Israeli. Lakini Bwana anasema hii ahadi ambayo ni ahadi amini na kweli, na hii itaenda kutokea hapo karibuni. Katika Isaya 32 mstari wa 1 hadi mstari wa 5 anasema, tazama, mfalme atamiliki kwa haki na ukuu atatawala kwa hukumu. Na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha na upepo na mahali pa kujistiri na zoruba, kama mito ya maji mahali pakavu, kama kivuli cha mwamba mkubwa katika nchi yenye uchovu. Tena macho yao waonao hatakuwa na kiwi, na masikio yao wasikiao yatasikiliza. Tena moyo wa mtu mwenye hamaki utafahamu maarifa, na ndimi zao wenye kigugumizi zitakuwa tayari kunena sawa sawa. Mpumbavu hataitwa tena muungwana, wala hayali hatasemwa kwamba ni karimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajua kwamba kuna wakati ambao unakuja, haya mambo yanaenda kutokea, yanaenda kusimama. Katika nafasi yote ambapo upo, endelea kuomba, endelea kuamini Mungu, endelea kusimama katika nafasi, usiogope wala usihofu kusema kwamba hivi vitu ni lini utatokea. Bwana atavifanya wepesi sana, kwa wakati mwepesi sana. Maana upanga umekwisha kuwa tayari, na upanga unaenda kuatia hofu, si upanga wa mwanadamu bali ni ule upanga wa Mungu. Lakini pia anasema tazama. Kwa hiyo akisha kutazama, ukisikia neno tazama, maana yake ni kuwa makini. Kuwa makini na kile kitu ambacho kitakuwepo. Angalia kile kitu ambacho Mungu anaenda kufanya kuachilia umiliki. Angalia namna ile ambako watu wataenda kutawala katika kila sehemu ambayo Mungu amekusudia, na itakuwa furaha katika nchi yenye uchovu. Bwana ataachilia pumziko, anaenda kuwapatia watu wake pumziko, no matter how. Yale macho yaliokuwa yakiona kiu ya kitu fulani kwamba anatamani kitokee, kile kitu kinaenda kukua. Na yale masikio yaliokuwa yanataka kusikia, watu watasikiliza habari njema, watasikia habari njema. Tena mioyo ya mtu mwenye hamaki utafahamu maarifa, mioyo itapata maarifa, na ndimi za wenye kugugumizi zitakuwa tayari kunena sawa sawa. Hakuna mtu atakayeshindwa kunena zile habari zitakazoenda kutokea. Bwana ameanena haya, na Bwana anaenda kuyafanya haya. Katika haya yote endelea kujipa moyo kwamba tunajua kwamba ngambo ya mto, ngambo ya kitu chochote huwa ni ngambo nzuri. Lakini kuna wakati unapoingia ngambo, usitegemee kukutana na kitu fulani tu. Unaweza kwenda ngambo lakini ukakutana na jangwa. Unaweza kwenda ngambo lakini ukakutana na vita. Unaweza kwenda ngambo lakini ukakutana na ukuta. Unaweza kwenda ngambo ukakutana na mambo mengi, lakini unaweza kukutana na yale mambo mengi, ndipo msaada wako utakuja. Tunajifunza kutoka taifa la Israeli
toka Misri. Walipotoka Misri, walipokuwa wakivuka bahari ya Shamu, walifurahi. Ni kweli kuna wakati Mungu aliwaambia atawasaidia, lakini waliona watesi wao wako karibu. Mungu aliwaambia atawasaidia, wanaingia ndani ya bahari, wanaona adui zao wameingia. Ilikuwa ni hofu kubwa, walikuwa wakielekea ng'ambo. Lakini walipofika ng'ambo, Bwana akafunikiza bahari. Bahari ikaifunikizwa kwa upepo wake, akaifunikiza. Farasi na mpanda farasi wote wakazama baharini. Na hakika wakaona wokovu wa Bwana, wakaimba. Lakini kuimba sio kama waliingia nchi ya ahadi, wakajikuta wameingia jangwani. Jangwani walikaa pale, Bwana akiwajaribu na kuwapima. Ndani ya miaka ile 40 waliingia, walipita. Na walipopita jangwani, baadaye wakaenda ng'ambo ya pili ya Yordan. Kufika ng'ambo ya pili ya Yordan, si kwamba walipata tu ule mji, lakini walikutana na changamoto nyingi, walikutana na mambo mengi ambayo yaliwakwamisha. Waliona milima mikali, waliona kuta zile za Yeriko, lakini zile kuta zilianguka. Na walipigana vita kadha wa kadha, na Bwana akaongezea miliki yao, nao wakatawala, nao wakafanyika kuwa taifa imara. Hata sasa leo hii tunakumbuka, hata sasa leo tunauona wema wa Mungu. Kwa hiyo wema wa Mungu bado upo, wema wa Mungu bado upo. Ewe mtu ambaye Bwana amekusudia kusikia neno hili, usiogope, usihofu, usijisikie vibaya kuona kama mambo mengine yanatokea. Ni wakati wa Mungu, ni wakati wa Mungu. Wakati unapovuka kwenda ng'ambo ya pili, kuna zoruba. Tunajikumbusha hata kupitia Yesu Kristo alipokuwa akienda ng'ambo ya pili. Mara nyingi alipokuwa akienda ng'ambo, alikutana na zoruba. Ninajikumbusha ile safari moja alikuwa akaenda nchi ya Wagerasi. Kule nchi ya Wagerasi, lengo la Yesu Kristo kwenda nchi ya Wagerasi ilikuwa kwamba kuna watu wanaenda kuwazalisha. Tunaona kwamba Yesu alipoenda nchi ya Wagerasi, kuna wale wachungaji ambao walikuwa wachungaji wa kuchunga nguruwe. Wale walikuwa wainjilisti wazuri ambao baadaye walikuwa wanatakiwa kuzaliwa. Lakini licha hivyo, kulikuwa na ule mtu mwenye mapepo, alikuwa anatakiwa kuwa mhubiri mzuri na kama mchungaji mzuri kule Decapoli, na akawa mtu mzuri ambaye aliendelea kumzalia Bwana matunda. Na shetani alipojua, ndio maana tikisa ile bahari. Tunasema kwamba Yesu alipokuwa katika chombo na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye, lakini bahari ilianza kutikisika. Ni chombo chake ndio kilianza kujaa maji, ili kama chombo chake kizame, ili kama wanafunzi wake wazame. Na katika ile zuruba kubwa ambayo ilitokea katika bahari, maana kulikuwa kuna marine spirit ambazo zilikuwa zinajua nini kinaenda kutokea kule upande wa pili, ng'ambo ya pili. Zile marine spirit ziliwafanya wanafunzi kutiwa hofu, kuona mashaka, lakini Bwana aliwafanyia nafasi. Hivyo sasa nafasi hii Bwana anaenda kuachilia tena neema na rehema zake kwa watoto wake. Stay in prayer, stay in prayer, stay in prayer. Pray every day, pray together, and the Lord will show his mercy. Yes, the Lord is going to show his mercy. The mercy of the Lord is endurance mercy that never fails, and he wants to show us the way. He will show us the way. He will reveal his love for us, and nothing will stop us. Nothing will stop you. Nothing will make us to see there is darkness. He will make us a light for us. There is a good things are coming. Just pray wherever you are. God is faithful. God is so mightiful. The goods are coming. The goods are coming. The good are coming. Now it is our time. Rejoice in the Lord. Amen.